na dua ilitolewa na kijana wetu Abdalla. Tulianza na Mungu. Sisi Chadema tunaamini katika kuanza na Mungu, kuendelea na Mungu na kumaliza na Mungu. Ndio maana tunaamini kwamba Chadema ni mpango wa Mungu. Tunaamini vile vile kwamba hata tukio la mwenyekiti wetu Tundu Lissu kunusurika kwa risasi 16 Septemba 7 mwaka 2017 ulikuwa ni mpango wa Mungu, na Tundu Lissu ameendelea kuwa ni muujiza unaotembea. Tunafahamu kwamba upande wa pili kuna watawala ambao mdomoni wanamtamka Mungu, lakini kwa matendo yao ya mauaji ya watu, utekaji, kuingilia kazi ya Mungu ya kuamua nani asife, nani afe kwa mipango yake Mungu, kwa kutumia vyombo vya dola kuua watu, na vitabu vyote vitukufu vitakatifu vikizungumza kuhusu dhambi ya kuua, dhambi ya kumwaga damu. Ni dhambi kubwa, na damu ya wasio hatia inalia, inaita, na lazima ipate kisasi cha Mwenyezi Mungu kutokana na damu hiyo. Sasa tarehe 23 mwezi Aprili mwaka huu wa 2026 kulikuwa na tukio Dar es Salaam, tukio la mwenyekiti wa kilichoitwa tume ya uchunguzi kukabidhi ripoti kwa rais juu ya mauaji yaliyotokea tarehe 29 Oktoba na siku zilizofuatia, na tukaisikia ripoti ya mwenyekiti wa tume ikitoa takwimu ya kwamba watu 518 wameuawa na wengine wengi zaidi hawajulikani wako wapi. Lakini kwa bahati mbaya sana mzee wetu Chande aliamua vile vile kutoa taarifa ya uongo juu ya kiwango halisi cha mauaji. Sisi Chadema tumechukua msimamo wa kwamba ili ukweli ujulikane juu ya mauaji, ili kuwa na haki, ili kuwa na uwajibikaji kwa ukweli, ni lazima ufanyike uchunguzi huru ukihusisha watu huru wa kitaifa wa ndani na wachunguzi wa kimataifa. Ukweli halisi wa mauaji uwe hadharani. Sasa sisi tuliposema tunataka uchunguzi wa kimataifa, CCM inasema na serikali yao tusikubali watu wa nje kuja kufanya mambo ya ndani ya nchi yetu. Sisi tunawaambia nyinyi hamuaminiki, ni waongo. Tanzania imesaini mikataba ya kimataifa ya Umoja wa Mataifa, ya Umoja wa Afrika, ya Jumuiya ya Madola, ya SADC na mikataba mingine, ambapo mambo yasipokuwa sawa katika nchi, watu wa nje wana haki na wajibu wa kuja, tunataka waje katika nchi yetu. Sasa wao wanasema hayo ni ya kwenu viongozi wa Chadema, wananchi hawataki uchunguzi wa nje. Kasema tuje wa wananchi, tuwaulize wananchi, wangapi mnaunga mkono kwamba ufanyike uchunguzi huru kuhusisha vyombo vya kimataifa, vyombo vya habari. Sasa vyombo vya habari, hiyo ni wananchi wanataka uchunguzi huru. Sasa wananchi pamoja na vidole tupaze sauti kwamba tunataka uchunguzi huru mauaji ya Oktoba. Tunataka uchunguzi huru mauaji ya Oktoba. Sasa wanasema wasilete wachunguzi wa kimataifa. Hebu sauti zenu wale ambao mnakubali wachunguzi wa kimataifa, mseme tunataka uchunguzi wa kimataifa. Tunataka uchunguzi wa kimataifa.
Tunataka uchunguzi wa kimataifa. Tunataka uchunguzi wa kimataifa. Mimi naamini ukifanyika uchunguzi huru wa kitaifa na wa kimataifa, haraka sana kuna watu watakwenda kushtakiwa kwenye mahakama ya jinai ya ICC kwa mauaji makubwa katika nchi yetu. Sasa siku ile Samia alipoipokea ripoti au taarifa au hotuba ya Chande, maana taarifa yenyewe kwa ukamilifu wake mpaka sasa imefanywa kuwa siri pamoja na kuwa imeandaliwa kwa kodi za wananchi. Rais Samia akatoa hotuba ya kumjibu Jaji Chande, hotuba ambayo ilikuwa inaonyesha kulikuwa na mawasiliano kati ya Chande na Samia kabla katika kuandika hotuba, kwa kuwa walikuwa wanasoma hotuba kama wanafuatana hivi, na alisema ameiona ripoti pale pale, lakini alipokwenda kutoa hotuba akatoa hotuba iliyoandikwa anaijibu ripoti ambayo alisema aliiona pale pale. Kwa hiyo kimsingi Samia alisema uongo pale siku ile hadharani kabisa. Lakini sasa kuna jambo kubwa zaidi. Alipoipokea ile ripoti, mambo makubwa kadhaa nitayazungumza. La kwanza, alisema kwamba kwa kweli kwa mambo yaliyotokea katika nchi yetu tunahitaji au tunaomba Mwenyezi Mungu aweze kuingilia kati, na kwamba tunahitaji tuwe na siku ya maombolezo na tuwe na siku ya maombi. Hiyo ni tarehe 23 mwezi Aprili. Leo ni tarehe ngapi? 21 mwezi Juni. Mmeshaona Samia akiandaa siku ya maombolezo waliouawa. Mmeona siku ya maombolezo? Mmeiona? Kwa hiyo alisema uongo siku ile, si ndio? Hapa akasema kwamba kutakuwa na siku ya maombi ya kuliombea taifa. Mmeshaiona hiyo siku ya maombi ya kuliombea taifa? Mmeiona? Hakuna, si ndio? Sasa akaamua kutumia maneno ya Mwenyezi Mungu, na nitayanukuu maneno ya Mwenyezi Mungu ambayo Samia aliyasema katika hotuba yake siku ile. Kwanza akasema kwamba kwa nyakati kama hizi katika ambazo ziko kwenye taifa letu, inabidi kwa imani ya Kikristo twende kwenye Biblia. Akasema twende kitabu cha Kumbukumbu za Nyakati sura ya 7 mstari wa 4, na akanukuu aya ifuatayo ambayo na mimi nainukuu: ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu watajinyenyekesha na kuomba na kutafuta uso wangu na kuziacha njia zao mbaya, basi nitasikia toka mbinguni na kuwasamehe dhambi yao na kuiponya nchi yao. Maneno mazuri kutoka kwenye Biblia. Lakini hebu tujiulize, hivi Samia Suluhu Hassan hata baada ya mauaji, yeye na wenzake wamejinyenyekesha kwa wananchi na kuambia wananchi tumewakosea na tumekosea? Wameshajinyenyekeza kwamba wataomba, wameshaandaa siku ya maombi na sala walioahidi kuifanya? Hawajafanya, si ndio? Wataziacha njia zao mbaya. Hivi Samia na wenzake wameziacha njia zao mbaya? Wameendelea kukumbatia uongozi walioupata kwa wizi, uporaji wa uchaguzi, udhalimu, ubatili. Bado wameng'ang'ania nafasi ambazo kama wanataka kuacha njia zao mbaya walitakiwa wajiuzulu, uchaguzi ufutwe, turudie tena uchaguzi, watoke kwenye hizo njia mbaya. Badala yake wanaendeleza njia zao mbaya tu za kutumia vyombo vya dola. Mnawasikia sasa wakizungumza, wakiminya
haki ya wananchi kuandamana, ambayo ni haki ya kikatiba. Mambo yale yale waliyotenda wakati wa no reforms no election wanayarudia, bado wanaendelea na njia yao ile ile mbaya ya kumshikilia Tundu Lissu mpaka leo kwa kesi ya uongo ya uhaini. Wanaendelea na njia zao mbaya vile vile. Sasa katika kali kama hiyo, hivi Mwenyezi Mungu atasikia dua zao kutoka mbinguni? Wanazungumza kuhusu uponyaji wa taifa. Hivi Mwenyezi Mungu ataongoza uponyaji wa nchi katika mazingira kama haya? Nataka kusema nini? CCM na serikali yake na viongozi wao, kama alivyosema ndugu yangu mmoja pale, nimekusikia sauti yako ukisema wanamchezea Mungu. Sasa wangapi mnasema wanamchezea Mungu? Make mmoja alisema wanamchezea Mungu, si ndio? Si ndio wanamchezea Mungu, si ndio? Sasa mseme wasikie na sauti kabisa, CCM na Samia wanamchezea Mungu. CCM na Samia wanamchezea Mungu. Sasa siku hiyo akatoa na aya ya Qur'an tukufu, na akaitoa kutoka sura Al-Araf, ambayo ni sura ya 7 katika Qur'an, aya ya 23. Nitaisoma kama alivyoisema yeye siku ile kutoka katika Qur'an. Wakasema, Mola wetu, tumedhulumu nafsi zetu, na kama hutusamehe na kuturehemu, bila shaka tutakuwa miongoni mwa wenye hasara kubwa kabisa. Sasa hii sura hii ya Qur'ani, ukisoma aya zinazotangulia pale juu, hii ni aya 23. Lakini mimi nilipomsikiliza Samia siku ile, nilikwenda kuchukua msaafu, nikaenda kuangalia sura aya ya 19, nikaangalia aya iliyofuatia 20 na kuendelea, ili kupata mtiririko. Hivi hii sentensi hii aya inatanguliwa na maneno gani katika Qur'ani? Aya hii imekwenda katika sehemu ambayo inazungumziwa kisa cha Hawa na Adamu, ambao wao walikwenda kufanya jambo katika mti ambao Mwenyezi Mungu aliwakataza. Alafu baadaye sasa, baada ya kufanya makosa, kufanya hiyo dhambi, ndio sasa Mwenyezi Mungu alipowafunua macho kuona wamekosea, baada ya kushawishiwa na shetani au ibilisi, ndio sasa wakasema, Mola wetu, tumedhulumu nafsi zetu. Kwa hiyo kwanza walikiri makosa, waliona wamekosea nafsi zao, tumedhulumu nafsi zetu, na kama hutasamehe na kuteremu, bila shaka tutakuwa miongoni mwa wenye hasara. Kwa hiyo kwanza waliona wamedhulumu, alafu wakajirudi, wakaomba msamaha. Samia anapita na wenzake huko, na wengine wanaamua kutumia vibaya Qur'ani kutaka kutetea uovu, lakini Samia huyu hataki kukiri kwamba vyombo vya dola vimeua. Badala yake wakamtuma Jaji Chande akatoa ripoti. Upande mmoja wa ripoti umeanza vizuri, unasema vyanzo vya mauaji ni wananchi kudai katiba mpya, wananchi kudai uchaguzi huru na haki, wananchi kudai kwamba viongozi hawajibiki kwa wananchi, hawawakilishi wananchi, wananchi kudai matatizo ya kijamii, ajira kwa vijana, wananchi kulalamikia ufisadi katika taifa letu. Yote hayo wameyaweka kwenye vyanzo. Alafu badala ya kushughulika na vyanzo na waliosababisha hali hiyo, Chande akasukumwa kwenye shimo na tume yake ya uchunguzi, wakaanza kushughulika na vinavyoitwa vichocheo. Yaani kuna chanzo, alafu kuna kichocheo. Vichocheo wakataja ni no reform no election, Oktoba tunatoka, Oktoba tunatiki. Alafu wakasema hivyo vichocheo vinahusu wanasiasa, wanaharakati,
Alafu wakasema wao hawataki kutaja majina, ila itaundwa tume nyingine ya kijinai kuchunguza jinai zilizofanywa na hao. Alafu hata huko kwenye vichocheo kauli kama hakutakuwa na nywinywinywi iliyosomwa na Samia hawakuingiza hata kwenye ripoti yao. Kama hata angekuwa wa kweli kidogo, hawakuingiza kwenye ripoti yao. Kauli ya nywinywinywi ya Samia ndio ikafanya hawa polisi hawa nao yeye akasema hakutakuwa na nywinywinywi, wao wakaamua kutakuwa na pu pu pu, si ndio? Kwa hiyo nayo hawakuiweka. Lakini kubwa zaidi, walipaswa, kwa kuwa chanzo ni kikubwa kuliko kichocheo, walipaswa waseme ni nani amekwamisha katiba mpya, ni nani amefanya uchaguzi usiokuwa huru na haki, ni nani amefanya vijana wasiwe na ajira, ni nani amefanya ufisadi. Halafu huyo aliyefanya hayo, huyo ndio aliyesababisha mauaji ya Oktoba 29 na siku zilizofuatia. Na kama ingekuwa hivyo, ripoti ingekuwa na ukweli huo, maana yake sasa hivi hiyo tume ya pili wanayoita ya jinai iliyoitwa na jaji, inaitwa Jaji Lila kama mwenyekiti, jaji wa mahakama ya rufaa, hiyo tume sasa hivi ingekuwa inamchunguza Samia, ingekuwa inamchunguza IGP, ingekuwa inamchunguza mkuu wa majeshi, ingekuwa inawachunguza waliohusika kutoa amri ya kuua watu na waliohusika kusababisha matatizo katika nchi yetu kwa miaka mingi, yaliyopandisha hasira, uchungu wa watu kwa namna ambayo watu waliona. Wengine waliamua kwenda barabarani, wengine waliamua kubaki nyumbani bila kwenda kupiga kura, lakini bado wakafuatwa mpaka majumbani, wakapigwa risasi, wakauliwa. Hao ndio wangeshughulikiwa. Sasa ndugu zangu, siku hiyo ya tarehe 23, tume ya Chande ikasema kupitia kwa Chande kwamba kwenye mapendekezo sasa ufumbuzi ni nini. Wakapendekeza tume ya Chande kwamba kwenye swala la katiba mpya, wao wakapendekeza kuwa kutaundwa kamati ya wataalamu ili mchakato wa katiba uendelezwe na ukamilike mwaka 2028. Tume ikasema hivyo. Tume ilipomaliza kusema hayo, Rais Samia wakati anatoa hotuba, rais haramu, rais batili, wakati anatoa hotuba akijibu hotuba ya Jaji Chande, yeye akasema, akaenda tofauti na ile tume. Yeye akasema ataunda kamati ya maridhiano ya katiba, alafu itafanya mchakato wa katiba mpya ukamilike ifikapo mwaka 2028. Lakini Samia akasema mambo mengine yenye nia mbaya ya kukwamisha mchakato wa katiba. Akasema hivi, tumemaliza ripoti ya tume ya uchunguzi ya Chande. Akasema nitaunda tume nyingine ya uchunguzi wa jinai. Alafu akasema tume ya jinai itakapokamilisha kazi yake, nitaunda tume nyingine ya maridhiano. Alafu tume ya maridhiano ikishakamilisha kazi yake, ndio nitaunda tume ya katiba mpya. Mnaelewa tafsiri yake? Yaani tume ya kwanza imeanza kuanzia Oktoba huko Novemba imeendelea mpaka Aprili. Tume ya kwanza miezi yote hiyo. Tume ya pili imeanza sasa, haijulikani hata itamaliza nini, kwa sababu inasema inachunguza jinai. Haijulikani hata uchunguzi wa jinai utakamilika lini. Kwa hiyo tume ya tatu haijulikani itaundwa lini. Kama tume ya pili haijulikani itamalizika lini, tume ya tatu haijulikani itaundwa lini, tume ya nne ndio kabisa hutajua itaundwa lini. Kwa hiyo wanachokifanya ni nini? Wanavuta muda kwa kuchelewesha kwa uundaji wa tume. Ikifika mwaka 2028 katiba iwe haipo, wawaambie samanini jamani, tumebakisha miezi michache kuelekea uchaguzi wa serikali za mitaa. Kwa hiyo tuachane kwanza na mambo ya katiba, tufanye uchaguzi wa serikali za mitaa, vijiji na vitongoji kwa katiba hii, kwa sheria hizo mbovu.
alafu wakishaengua wagombea na kupora uchaguzi kwenye vijiji, vitongoji na mitaa, waseme mnajua mwaka huu 2029 tumebakisha muda mfupi kuelekea uchaguzi wa 2030. Kwa hiyo hatuwezi vile vile kuandika katiba mpya. Vuteni subira, twendeni kwenye uchaguzi na katiba hiyo hiyo ya 77, alafu tunawaahidi tena kwa mara nyingine tena, baada ya uchaguzi tutaanza na jambo la katiba. Ndio maana kwa kutambua hilo, uongo wa CCM, unafiki wa Samia, unafiki wa serikali, sisi tumesema mchakato wa katiba lazima uanze sasa, lazima uanze sasa, lazima uanze sasa. Wangapi mnaunga mkono mchakato wa katiba uanze sasa? Wote. Sasa hiyo mikono ya wote, wote, wote. Lakini wasikie na sauti ya Makambako, semeni mchakato wa katiba uanze sasa. Mchakato wa katiba uanze sasa. Mchakato wa katiba uanze sasa. Na kwa kali hiyo, mimi naamini, yani hata hilo bunge lililoko Dodoma lilipaswa lisitishe kila kitu kwanza, mpaka hiyo bajeti inayojadiliwa humo kwenye bunge haramu, batili, katili, dhalimu iingize bajeti ya kuendelea mchakato wa katiba mpya. Huo sisi ndio mradi wetu muhimu kabisa. Kwa hiyo tuseme katiba mpya kwanza. Katiba mpya kwanza. Tuliambie bunge katiba mpya kwanza. Katiba mpya kwanza. Katiba mpya kwanza. Shukrani. Sasa kiongozi wetu mwenyekiti Tundu Lissu ambaye alikamatwa na kubambikiwa kesi ya uhaini na kesi ya uchochezi kutokana na msimamo wa no reforms, no election, alikuwa anadai reforms, mabadiliko, mageuzi ya kuwezesha uchaguzi huru na haki. Na mabadiliko na mageuzi aliyodai yalikuwa ni mabadiliko na mageuzi ya kikatiba. Kwa amekamatwa kwa sababu ya katiba mpya. Amekamatwa kwa sababu ya marekebisho ya katiba. Amekamatwa kwa sababu ya mabadiliko ya katiba. Amekamatwa kwa sababu ya kudai uchaguzi huru na haki. Uhaini, uchochezi ni uongo tu wa Samia na waliomfungulia kesi, si ndio? Lissu sio mhaini, si ndio? Sasa kuna njia mbili tu za Lissu kuachiwa. Nitasema moja tu leo kwa sababu ya muda na dakika 3 tu. Kuna njia ya mahakamani, kesi kusikilizwa kwa haraka na haki ikatendeka kwa haraka, kwa sababu haki iliyochelewa ni haki iliyocheleweshwa. Justice denied is just delayed. Sasa tunaamini kesi ikisikilizwa, imekwisha onekana pale Mahakama Kuu Lissu alivyowashughulikia wale mashahidi wa serikali mpaka wakapoteana. Yani wakiachia hiyo mechi ikaendelea, Lissu ni kama jeshi la mtu mmoja, yani waje wote, mwanasheria mkuu wa serikali, mwendesha mashtaka, mawakili wao, na hata wakiamua na Samia naye akasaidie utetezi, bado jeshi la mtu mmoja litawapiga mahakamani kwenye hiyo kesi. Lissu, 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 Lissu. Asante peoples. Nikisema katiba mpya mnasema free Tundu Lissu. Katiba mpya! Katiba mpya! Katiba mpya! Katiba mpya! Katiba mpya! Sasa kuna njia rahisi sana ya Lissu kuachiwa. Aliyefungua kesi ni mwendesha mashtaka DPP. Mwendesha mashtaka amepewa mamlaka kwa katiba na sheria, wakati wowote akiona kesi yoyote iliyofunguliwa haina maslahi kwa umma au ina mapungufu, anapeleka mahakamani hati inaitwa hati ya kutokuwa na nia ya kuendelea na kesi. Kwa Kiingereza na kwa Kilatini inaitwa nolle prosequi, nolle prosequi, kwamba hana nia ya kuendelea na kesi. Kwa neno la Kilatini hilo, maneno ya Kilatini nolle prosequi, hana nia ya kuendelea na kesi, kwamba hana nia ya kuprosecute, kesi inafutwa.
Alifanya hivyo kwenye kesi ya mwenyekiti alikuwepo Mbowe, alishtakiwa kwa ugaidi, akapeleka no prosecute, Mbowe akatoka immediate. Sasa sisi tunaamini badala ya kupoteza muda wa Lissu gerezani na kupoteza muda wa majaji mahakamani na kutumia gharama kubwa kuendesha kesi isiyokuwa na maana yoyote, tunamtaka mwendesha mashtaka DPP na Samia Suluhu Hassan ambaye ana mamlaka juu yake wapeleke hati ya kuifuta hiyo kesi ya Tundu Lissu mara moja, Tundu Lissu awe huru. Si ndio? Wangapi mnaunga mkono kesi ifutwe? Sasa kama mnaunga mkono na kesi ifutwe, kesi ifutwe, semeni DPP Samia futeni kesi ya Lissu. DPP Samia futeni kesi ya Lissu. DPP Samia futeni kesi ya Lissu. Ndugu zangu, niishie hapa kwa muda huu ili nimlete makamu mwenyekiti. Lakini kwa kuwa nimezungumza kuhusu Mungu leo, kuna msemo unasema sauti ya watu, sauti ya Mungu. Kwa Kilatini vox populi vox Dei. Kwa nikikunja ngumi nikisema sauti ya watu, mnasema sauti ya Mungu. Sauti ya watu! Sauti ya watu! Sauti ya watu! Sisi Chadema tunaamini kwenye falsafa ya nguvu ya umma, people's power. Na umma ni watu, sawa sawa, na nguvu ni power. Kwa tunaamini kwenye falsafa ya nguvu ya umma. Na kwa sababu sauti ya watu ni sauti ya Mungu, maana yake vile vile nguvu ya umma ni nguvu ya Mungu, si ndio? Kwa nikisema nguvu ya umma, mnasema nguvu ya Mungu. Nguvu ya umma! Nguvu ya umma! Nguvu ya umma! Asanteni sana.